Thank you, Lord Jesus. Tukuza Bwana daima. Thank you, Lord Jesus. Moyo wangu tukuza Bwana, moyo wangu daima. Abudu Bwana daima. Abudu Bwana. Mwambie moyo wako mwabudu Yesu sasa. Mwabudu Yesu. Yes, Lord Jesus. Abudu Bwana, moyo wangu daima. Thank you, Lord Jesus. Hakuna Mungu mwingine kama wewe Yesu. Wewe ni Mungu mwenye rehema, ni Mungu mzuri, ni Mungu mwema. Moyo wangu msifu yeye, msifu Yesu. Hakuna kama yeye. Yeye ni Alfa na Omega, yeye ni mwanzo hadi mwisho. Yeye ni Mungu mponyaji, ni Mungu anayefungua. Moyo wangu mbariki Yesu, moyo wangu. Moyo wangu mbariki Yesu, moyo wangu mbariki Yesu. Oh my Lord Jesus. Mama, hapo ulipo yeye, mwambie moyo wako mwabudu yeye. Hakuna Mungu mwingine mwenye rehema kama wewe. Hakuna Mungu mwingine mwenye rehema kama Yesu. Mwambie moyo wako mtukuze yeye. Yes, Lord Jesus. Yes, Lord Jesus. Daima moyo wangu mtukuze Yesu. Moyo wangu mtukuze Bwana, moyo wangu daima. Inua Bwana daima. Mwambie moyo wako muinue Yesu. Mwabudu Yesu. Mbariki Yesu. Ni yeye tu peke yake anastahili Yesu. Ni wewe Yesu unastahili peke yako. Ni wewe Yesu unastahili Jehova. Hakuna Mungu mwingine kama wewe. Hakuna Mungu mwingine kama wewe Jehova. Hakuna Mungu mwingine kama wewe Yesu. Yesu, watoto wako wamekusanyika kwa pamoja Yesu, wakitajiwa waone uwepo wako. Yesu, gusa maisha yao sasa. Gusa maisha yao. Wanapokuabudu Yesu, gusa mioyo yao. Fungua mioyo yao. Fungua mioyo yao Yesu. Yesu, Jesus. Daima bariki Bwana, moyo wangu. Bariki Bwana, moyo wangu daima. Thank you, Jesus. Yesu, wewe ni Mungu mwema. Hakuna Mungu mwingine kama wewe Bwana Yesu. Yesu, wewe ni Mungu mzuri. Tunasema asante kwa kipindi kama hiki Bwana Yesu. Tulipokuwa mbele zako, tukikuabudu, tukikusifu, tukikutukuza. Yesu, tunasema asante Jehova. Asante Jehova Nisi. Asante Jehova Shama. Asante Bwana Yesu. Wewe ni Alfa na Omega. Hakuna Mungu mwingine kama wewe. Yesu, tunaungana na malaika wale juu mbinguni wakikuabudu wewe, wakisema ni wastahili, wastahili, wastahili. Ni wewe tu Mungu ambaye unastahili sifa. Unastahili sifa. Ni wewe tu Bwana Yesu. Hakuna Mungu mwingine kama wewe Yesu. Hakuna jemedari mwingine kama wewe Yesu. Asante Bwana Yesu. Uwepo wako ukakae mahali hapa. Uwepo wako Bwana Yesu ukapate kuwa na watoto wako sasa. Kwa sababu wewe Yesu ulisema katika neno lako, tukusanyikapo wawili au watatu, wewe Yesu upo katikati yetu. Na sisi hapa Yesu tumezidi watatu. Tuko maelfu ya watu. Yesu, uwepo wako ukapate kuwa halisi katika maisha yetu. Gusa mioyo yetu. Gusa maisha yetu. Katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth. Asante Bwana Yesu. Katika jina la Yesu Kristo. Amen. Amina. Mungu habariki sana. Karibuni sana. Karibuni kwenye kipindi chetu. Tulikuwa tunamwabudu Mungu. Biblia inatuambia katika Yohana 4:23 mpaka 24, Mungu anasema kwamba anatafuta watu ambao watakao abudu katika roho na kweli. Kwa tuisome hii kabla tujaanza somo letu.
Tuangalie Yohana sura ya 4 mstari wa 23. Biblia inasema, lakini saa inakuja, nayo sasa ipo, ambao waabuduo halisi watamwabudu Baba katika roho na kweli. Anasema kwa maana awatafuta watu kama hao wamwabudu. 24 anasema Mungu ni roho, nao wamwabudu yeye imewapasa kumwabudu katika roho na kweli. Check Biblia, Yesu anapotuambia anasema hivi, Mungu Baba anatafuta watu wa kumwabudu. Lakini sio kumwabudu tu, anatafuta watu watakao mwabudu katika roho na kweli. Katika roho na kweli. Okay, ni hivi. Yesu ni kweli. Ndio maana anasema katika neno lake, anasema kwamba mimi ndimi njia, kweli na uzima. Kwa jina lingine la Yesu, jina jingine la Yesu ni kweli. Jina jingine la Yesu ni uzima. Kwa anaposema mimi ndimi njia, kweli na uzima. Kwa Yesu ni kweli. Yesu ni uzima. Yesu ni njia. Kwa ukiita njia, Yesu anaitika. Ukiita uzima, Yesu ndio uzima. Ukiita kweli, ni Yesu ni kweli peke yake. Kwa Biblia inapotuambia anasema hivi. Anasema Mungu ni roho, nao wamwabudu yeye imewapasa kumwabudu katika roho na kweli. Okay, that's good. Kwa hiyo sisi kama Wakristo tunatakiwa siku zote tumwabudu Yesu katika roho na kweli. Unapokuwa unaabudu Mungu nyumbani kwako, sehemu yoyote, usiweke mawazo yako kwenye shida yako. Usiweke mawazo yako kwenye maisha yako. Unapoabudu Mungu, mtazame Yesu. Muone Yesu. Mawazo yako yawe kwake. Umuone yeye. Ukifanya hivyo, utashangaa ule uwepo wa Mungu unakuwa halisi kwenye maisha yako kuliko kitu kingine chochote. Na uwepo wa Mungu unapokuwa halisi kwenye maisha yako kuliko kitu kingine chochote, Mungu ndipo anapoanza kufanya kazi ndani yako. Unapoabudu Mungu, usifikirie shida yako. Usifikirie maisha yako. Wewe mtazame yeye. Yeye ni mwanzo na ni mwisho. Mtazame yeye. Muone yeye. Jisahau wewe. Muone Yesu peke yake. Okay. Hiyo tulikuwa tunaongelea kuhusu kuabudu Mungu. Kwa hiyo Mungu awabariki sana kwa kuweza kujoin pamoja na sisi katika mkesha huu wa leo. Samahani japokuwa tumechelewa kama dakika 5 mpaka 10. Naomba mtusamehe kwa sababu ya itilafu ya umeme na kadhalika. Mtusamehe kwa hilo. Lakini tuko on time pia. Kwa hiyo leo tutaendelea na kipindi chetu kama tulivyofanya Ijumaa ile ya mkesha uliopita, ule wa kwanza. Ni mkesha wetu wa pili na tutaendelea kuwa na mikesha mingine. Kwa hiyo msichoke kuwa pamoja na sisi. Kwa muendelee kujoin kuwa pamoja na sisi mpaka mwisho. Kwa tutaendelea na tutajifunza somo jipya leo. Tutajifunza somo jipya. Lakini kabla sijajifunza somo jipya, ngoja niongee, kuna vitu ambavyo huwa tunapokea maswali mengi. Katika mkesha uliopita, Instagram wana tatizo moja kwamba unakuta unafanya kipindi after 1 hour, baada ya saa moja unakuta Instagram inakata. Kwa hiyo ikikata, kama leo ikikata una join tena. Kwa siku ile tuliona watu wengi baada ya kukata, watu wengi wakaondoka, wakajua mkesha umeisha. Unapiga simu, mtumishi, mkesha umeisha. Mbona mkesha umeisha mapema? Hapana, watu tuliendelea. Wengine waliondoka mapema. Kwa ukiona imekata, usifikiri ndio tumeishia hapo. Mpaka saa 9. Kwa saa 9 ndio mwisho. Kwa according to the Holy Spirit atakapotuongoza. Hilo ni moja. Wengine wametuma prayer points zao, mtumishi 1 2 3 4. Kwa tutaombea yote. Nimeangalia yote. Tutaombea leo. Kwa msihofu. Vyote tumenote. Kwa tutaombea vyote. Kwa msihofu. Hatutaacha hata kimoja. Kwa tujifunze neno letu sasa. Leo tutajifunza kuhusu kutembea kwa imani. Kutembea kwa imani. Kwa kama unaandika, andika kutembea kwa imani. Maisha ya imani kwa muamini. Maisha ya imani kwa muamini. Kwa andika somo linaloitwa kutembea kwa imani. Kutembea kwa imani. Biblia inatuambia haiwezekani kumpendeza Mungu pasipo imani. Haiwezekani kumpendeza Mungu pasipo imani.
Kwa andika Waebrania sura ya 11 mstari wa 6. Waebrania sura ya 11 mstari wa 6. Waebrania sura ya 11 mstari wa 6. Nadhani mmefika, tutasoma. Biblia inasema hivi: lakini pasipo imani haiwezekani kumpendeza, kwa maana mtu amwendeaye Mungu lazima aamini kwamba yeye yuko, kwamba huwapa thawabu wale wamfuatao. Anasema kwamba hivi, ngoja turudie. Anasema hivi: lakini pasipo imani haiwezekani kumpendeza, kwa maana mtu amwendeaye Mungu lazima aamini kwamba yeye yuko, na kwamba huwapa thawabu wale wamtafutao. Okay, kuna pointi za kuangalia hapa. Anasema hivi: haiwezekani kumpendeza Mungu pasipo imani. Okay, na sisi siku zote shauku yetu ni kumpendeza Mungu. Kiu yetu ni kumpendeza yeye siku zote. Kwa kama wewe ni Mkristo, shauku yako ni kutenda kama Mungu anavyotaka utende. Lakini kuna kitu kimoja tu ambacho Mungu anahitaji umpendeze. Huwezi ukampendeza Mungu pasipo imani. Kwa imani ni key, imani ni ufunguo wa wewe kumpendeza Mungu. Narudia tena. Imani ni ufunguo wa wewe kumpendeza Mungu. Kwa weka akilini mwako kwamba siwezi kumpendeza Mungu pasipo imani. Kwa ili nimpendeze Mungu, imani. Okay, ngoja tucheki hapa. Biblia inatuambia hivi: imani. Okay, wacha tusome, andika Waebrania 11 mstari wa kwanza. Tusome hii. Waebrania 11 mstari wa kwanza hapo juu tu. Anasema hivi: basi imani ni kuwa na hakika ya mambo yatarajiwayo na bayana ya mambo yasiyoonekana. Kwa hiyo Paulo anatupa definition ya imani. Ni kuwa na hakika, ni kuwa na hakika ya mambo yatarajiwayo, ni bayana ya mambo yasiyoonekana. Okay, kwa hapa kuna sentensi mbili ambazo Paulo anatuonyesha. One ni kuwa na hakika ya mambo yatarajiwayo. Kwa unakuwa na hakika ya jambo litakalotokea. That's faith. Hiyo ni imani. Ni kuwa na hakika ya mambo yatarajiwayo. Una mtoto? Amini. Unaamini jambo unalolitarajia. Okay. Tufanye hivi. Umetafuta mtoto kwa miaka 5, lakini una hakika utapata mtoto. That's faith. Una hakika ya jambo litakalotokea. That's faith. Okay, anaendelea kusema ni bayana ya mambo yasiyoonekana. Kwa mambo ambayo hayaonekani but you believe. Mambo hayaonekani lakini wewe unaamini. Okay. Kwa ili tukumpendeza Mungu, imani inahitajika. Kwa ninaweza kusema kwamba imani ndio ufunguo wa kuona utukufu wa Mungu. Pasipo imani ni ngumu kuona utukufu wa Mungu. Okay. Kwa maana yake imani ni ufunguo wa kutupeleka katika utukufu wa Mungu. Imani ni ufunguo wa kutupeleka utukufu hata utukufu. Imani ni ufunguo wa kutupeleka hatua moja kwenda hatua nyingine. Huwezi kutoka hatua moja kwenda hatua nyingine without faith. Kwa faith ni key. Imani ni funguo. Okay. Tunaweza tukajiuliza swali kutoka katika hii Waebrania sura ya 11 mstari wa 6. Tunaweza tukajiuliza swali. Je, unahitaji kumpendeza Mungu? Au je, mimi innocent nahitaji kumpendeza Mungu? How ndamkavompendeza Mungu? How? Tampendezaje Mungu? Watu wanafikiri unampendeza Mungu labda kwa kuomba sana,
au kwa kuimba sana, au kwa kuhubiri sana. No, unampendeza Mungu kwa imani. Unampendeza Mungu kwa imani. Okay, anasema hivi, lakini pasipo imani haiwezekani kumpendeza, kwa maana mtu amwendeaye Mungu lazima aamini kwamba yeye yuko na kwamba huwapa thawabu wale wamtafutao. Kwa hiyo point number 1, je, unahitaji kumpendeza Mungu? Point number 1, muamini yeye kwamba yuko. Kwa hiyo turudie mstari, anasema lakini pasipo imani haiwezekani kumpendeza, kwa maana mtu amwendeaye Mungu lazima aamini kwamba yeye yuko. Kwa huwezi kumpendeza pasipo imani, kwa maana mtu amwendeaye Mungu lazima aamini. That's the key ya kumpendeza Mungu. 1, faith, imani. 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 Kama una karatasi yako, unaweza kukata note ndogo ukaandika faith. Kila kwenye nyumba yako unabandika faith, imani. That's the key ya kufanikiwa. Hiyo ni key ya kuona utukufu wa Mungu. Hiyo ni key ya kuishinda dhambi. Hiyo ni key by faith, kwa imani. Kwa imani unauona utukufu wa Mungu. Kwa tunaona ili umpendeze Mungu, number 1, amini. Anatuambia, anasema hivi, lakini pasipo imani haiwezekani kumpendeza, kwa maana mtu amwendeaye Mungu lazima aamini kwamba yeye yuko. Okay, that's number 1. Kitu kingine, 2, uamini yeye yuko. 2, amini neno lake. Unataka kumpendeza Mungu? Amini neno lake. Kwa katika haya mambo yote, faith, number 1, Bible inatuambia number 1, Bible inatuambia tumwamini yeye. Number 2, Bible inatuambia tuamini neno lake. Amini neno lake. Kila neno lililosema Mungu, believe it. Amini. Kila alichosema Mungu, amini. Kila alichokisema Mungu, believe it. Hata kama unaona hakiwezekani, just believe it. Amini. Shikilia hicho. Kiseme kila siku. That's what you believe. Asije mtu akakutoa hapo. Shikilia kile unachokiamini. That's faith. That's faith. Kwa hiyo number 1, muamini yeye. Number 2, amini neno lake. Alafu katika hicho kipengele cha kuamini neno lake, ninaweza kusema liishi neno lake. Ukiamini neno lake, liishi neno lake. Okay. 1, muamini yeye. 2, liamini neno lake. 3, ishi katika hilo neno. Glory to God. Glory to God. Utukufu kwa Yesu. Kwa hiyo tumejifunza kidogo, kwa tunaendelea mbele kuangalia imani inaweza kutusaidiaje katika maisha yetu. Imani inaweza kutusaidiaje katika maisha yetu. Kwa hiyo Biblia inatuagiza kama mtu amwendea Mungu lazima aamini kwamba yeye yuko, kwamba huwapa thawabu wale wamtafutao. That's good. Ukienda kupiga magoti kuomba, key number 1, amini yeye yuko. Amini, huombi hewani, unaomba kwa Mungu anayekusikia, kwa sababu Mungu ni nafsi iliyo hai. He's a person. Mungu ni nafsi iliyo hai. Mungu ana kichwa. Mungu ana masikio. Mungu ana macho. Mungu ana mdomo wa kusema. Mungu ana pua. Mungu ana mdomo wa kusema. Mungu ana mikono ya kugusa. Mungu ana miguu ya kutembea. Mbinguni ndipo kiti chake cha enzi kilipo, na duniani ndipo anapoweka miguu yake. Mungu ana miguu. Na yeye mkono wake si mfupi hata usiweze kugusa. Mungu ana mikono. Yeye si kiziwi asiyesikia. Mungu ana masikio. Yesu kipofu kwamba haoni. Mungu ana macho, anaona. Can you imagine that?
kwamba unaenda kwenye maombi kwa Mungu wa namna hiyo, kwamba ni Mungu halisi, yupo, he there for you, anakusikia. Japokuwa labda umuoni physically, lakini spiritually yuko hapo. Yaani kama siku moja unaenda kwenye prayer, kwenye maombi, kama sisi tupo tuna worship hapa namna hii, alafu ghafla Mungu anafungua macho yako ya rohoni. Anafungua, unamtazama Mungu yuko mbele yako namna hii. Kwa kipindi unaomba, yuko hapa anakusikia. Sasa ngoja nikuonyeshe hiki kitu. Bible inatuambia hivi, God the Father yuko heaven. And then Jesus yuko heaven, yuko mkono wa kuume wa Baba. And the Holy Spirit, the Spirit of God, yuko duniani. Okay. Huyo Roho Mtakatifu anaishi ndani yetu. Alafu tukiwa ndani ya Kristo, tukiwa ndani ya huyo Roho Mtakatifu, na sisi tunakaa ndani yake. Yohana 14. Okay. Kwa maana yake sisi tunapoenda kusema, "Oh Yesu, tunakuabudu wewe." Tunamwabudu mtu anayekaa ndani yetu, yumo ndani yetu, alafu yuko juu yetu. Yupo kila mahali at the same time. He's a person. Ni nafsi iliyo hai. Anasikia. Mungu ana utashi, ana wivu, ana hisia, anapenda, anatamani. Ndio maana nasema Roho Mtakatifu anawaonea wivu katika kitabu cha, anawaonea wivu kiasi cha kuugua. Kwa Mungu ana wivu. Huyo ni Mungu ambaye unamwabudu. Kwa unapoenda kuomba, uombe kwenye hewa, unaomba kwa Mungu anayesema. Unaomba kwa Mungu anayesikia. Kwa ukienda kuomba, usiwe na haraka. Unapoketi katika uwepo wa Mungu, usiwe na haraka mno. Utamsikia akisema, kwa sababu yeye ni Mungu mtaratibu. Anaongea kwa utaratibu. Kwa ukienda kwenye maombi, tulia katika ule uwepo wa Mungu. Anasema kwenye Biblia kitabu cha Isaya, anasema eleza shida yako ili nikupe haki yako. Kwa eleza, sikiliza Mungu unasema nini. Omba, tulia. Kwa hiyo tuangalie huu mstari. Nikuonyesha hapa kidogo, alafu turudi huko. Kwa kitabu cha Isaya, kwa kama unaandika andika Isaya. Isaya sura ya 40 mstari wa 31. Andika Isaya 40:31. Isaya 40:31. Biblia inasema hivi, bali wao wamngojeao Bwana watapata nguvu mpya. Watapanda juu kwa mbawa kama tai. Watapiga mbio wala hawatachoka. Watakwenda kwa miguu wala hawatazimia. Wamsubiriao Bwana, wamngojao Bwana. Kwa ukienda kwenye maombi, si wakati wote lazima useme, uombe, kwamba unapokaa, kwamba ukikaa masaa mawili kwenye maombi, sio kwamba haya masaa yote unatumia kusema sema. No. Unakaa unatulia. Unaeleza shida yako. Ukifika kwenye maombi, amini yeye yuko. Msifie, mwambie wewe ni Mungu mzuri. Hakuna Mungu kama wewe. Ni Mungu mwema. Kwa nikupe mfano. Mungu ni Mungu anayependa kusifiwa. Ukisoma kwenye Zaburi 100 mstari wa 4, utaona hicho kitu. Ukisoma Zaburi 95 mstari wa 2, utaona hicho kitu. Mungu ni Mungu anayependa sifa. Kuna sisi wanadamu tu namna hiyo. Mwanadamu asili yake ni kama ya Mungu. Kwa hiyo mwanadamu anapenda kusifiwa. Kila mwanadamu anapenda kusifiwa. Ukifanya jambo jema, wakusifie. Mama akipika nyumbani vizuri, anapenda hata baba amwambie kwamba umepika vizuri. Mama akivaa vizuri nyumbani, mama anapenda aambiwe kwamba mke wangu umevaa vizuri. Kwa hata mtoto akifanya vizuri darasani, anapenda ambiwe umefanya vizuri. Kwa hii ni asili ya kila mtu. Na ukitaka upate vitu vizuri kwa mtu, msifie. Ukitaka upate vitu vizuri kwa mke wako, msifie. Ukitaka upate vitu vizuri kwa mume wako, msifie. Kwa wanadamu wanapenda sifa, na Mungu vile vile. Kabla hujafanya chochote, hujamuomba Mungu chochote, amini yupo. Mshukuru yeye kwa Mungu, asante hata kwa kunipa nafasi hii ya kuja mbele zako kuomba. Asante Bwana Yesu. Naamini wewe uko. Naamini neno lako. Naamini neno lako ni hakika. Amini. Neno lako ni hakika na ni kweli. Ninaliamini.
Mshukuru yeye. Na Yesu, asante kwa kunipa pumzi, asante kwa kunipa uhai, kwa kunipata dakika 5 tu za kukaa mbele yako kuomba, kupata dakika 5 tu kuabudu, kupata dakika 5 tu kwa kusifu, kupata dakika 5 tu kusema asante. That's so powerful. Ukimaliza kushukuru, anza kumsifu. Mwambie, wewe Mungu mzuri. Biblia inasema kusifu kuna wapasa wanyofu wa moyo. Msifu yeye. Mwambie, wewe Mungu ni mzuri. Hakuna Mungu mwingine kama wewe. Wewe ni Mungu mwema. Matendo yako ni makuu. Unamsifu, unamwimbia, unamsifu yeye. Kwa hiyo amini yeye yuko. Namba 2, kwamba huwapa thawabu wale wamtafutao. Amini kwamba wale wanaomtafuta Mungu watapata thawabu. Wale wanaomtafuta Mungu watamuona. Wale watakaomtafuta Mungu watauona wema wake. Wale watakaomtafuta Mungu wataona nguvu zake. Wale watakaomtafuta Mungu wataona utukufu wake. That's so powerful. Believe that. Umeenda kwenye maombi, mwamini yeye. Umeenda kwenye maombi, mwamini yeye. Umeenda kwenye maombi, amini wamtafutao Mungu watapata thawabu. Ukienda kwenye maombi, amini kwamba wanaomtafuta Mungu kwa bidii wanapokea. Wanapokea. Ndio maana kama naweka shuhuda Instagram, why? Kufanya unique ili uamini kwamba kama wenzangu wamemtafuta Mungu, wamemuona, na mimi pia na believe nikimtafuta kwa bidii nitamuona. That's why ndio maana naweka shuhuda Instagram. Why? Ili imani yako ikue. Kwamba wamtafutao Bwana watapata thawabu. Wamtafutao Bwana watauona mkono wake. Wamtafutao Bwana kwa bidii. Ndio maana kuna mstari wa Yakobo 5:16b tunauimba sana. Unasema kuomba kwake mwenye haki, andika Yakobo sura 5 mstari 16b. Inasema hivi, kuomba kwake mwenye haki kwafaa sana akiomba kwa bidii. Narudia tena. Biblia inasema hivi, kuomba kwake mwenye haki kwafaa sana akiomba kwa bidii. Sasa haijatuambia kuomba kwa bidii. What does it mean? Kwamba kuomba masaa 2, kuomba masaa 3, kuomba masaa 10. Bible haijaongea, lakini imetuambia tu maombi ya mwenye haki yafaa sana akiomba kwa bidii. Jitie bidii kumtafuta yeye. Omba kwa jambo moja. Mtafute Mungu maadamu anapatikana. Usikate tamaa. Amini yupo. Amini Mungu anatenda. Amini wapa thawabu wale wamtafutao. Kwa hiyo tusome mstari ukae kwenye akili yako.